namshukuru Rais Dr. Hussein Mwinyi ameleta maendeleo mengi sana, kwa sababu kwanza la mwanzo mishahara yetu alizidisha vizuri sana. Alafu vile katika pensheni sihaba, alhamdulillah rabbil alamin, ametusimamia vizuri, yani tunaendelea vizuri. Amefanya mambo mengi kwa kweli. Mimi namshukuru, mimi mwenyewe binafsi namshukuru sana. Allah amzidishie kheri katika kazi zake, safari zake, kazi zake anazozifanya zote kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, basi ampe kheri, azidi kuwa na moyo. Na sisi tutamchagua tu katika miaka 5 ijayo. Nimekuja kumsikiliza Dr. Mwinyi sera zake kuhusu uchaguzi wa miaka 5 huu. Kwa hiyo sisi ni wapiga kura wa awamu hii, kwa tumetoka huko kuja kumsikiliza sera zake na jinsi ya maoni yake na jinsi maendeleo yaliokuwepo aliyotufanyia. Kwa tunashukuru kwa hilo, na tukaona kuja kumsikiliza Dr. Mwinyi kutokana na sera zake. Vijana nasema kwa sababu kama hivi imetuletea mikopo kwa juu ya ujasiriamali, imetusogezea hilo, kwa hiyo ametusaidia kidogo kutuona katika uchumi wa blue. Tunashukuru kwa hilo. Na sisi kama vijana tunasema tazidi kuunga mkono, atuletee zaidi ya hilo, kwa sababu zaidi ya pale kule si wengine tunatumia sana wakulima. Kwa hiyo wakulima bonde la Bumbusudi mpaka kufikia kwetu Miwani, tunashukuru akitusogezea na miundombinu zaidi kama alivyofanya Cheju. Kwa hiyo tutanufaika zaidi, kwa sababu tuna shida wakulima kule Bumbusudi. Hatuna baraka, bonde la Bumbusudi limegaika tabaka mbili. Ina maana moja limekuja mpaka maeneo ya Miwani. Hiyo maeneo ya Miwani sisi hatuna visima vya kumwagilia. Bonde la Bumbusudi kule kuelekea huko angalau kidogo na visima vya kumwagilia. Tukipata visima kama walivyojengewa Cheju, tutashukuru sana kwa hilo kwa msimu ule. Sisi tulikuwa tunalia kilio cha njia, barabara kutoka Kizimbani hadi Kiboje. Ndani ya uongozi wake sisi tumenemeka kwa masuala ya barabara. Nyingine hata maendeleo yamezidi kuwa makubwa tofauti na hapo zamani. Kimoja wanafanya ni mengi. Kwanza kama nilikwambia kuhusu masuala ya barabara tumenemeka, yani katika watu ambao tunapata tabu kwa masuala ya barabara sisi tulikuwa tunaongoza. Na inafika muda kwanza maresi wengi walitupa ahadi tu. Inafika miadi hata miaka kama 40. Maresi wanapita, watu waidi barabara kujengeeni, inafika muda wanatia fusi, mvua zikinyesha, fusi inaondoka, tunabakia kwenye wakati mgumu ule ule. Tunashukuru msaidizi bwana, barabara iko fresh, watu wasafiri kama kawaida. Uwepo barabara umerahisisha kwamba hata wafanya biashara kuwa wengi na wanunuzi kuwa wengi. Marudi ya Rais Mwinyi ni nzuri sana, ni tofauti na tulipotoka. Kwa sababu tulipotoka ilikuwa barabara ziko haziko hivi. Na sasa hivi barabara tunaziona si hapa tu, ni sehemu nyingi ambazo barabara ziko vizuri sana. Na ni mpya kwa sema la kweli. Mazingira ya zamani na hapa na sasa hivi kwa Rais Mwinyi ni tofauti, na tunazidi kuendelea kwa kasi kwamba mazingira yanazidi kuwa mazuri. Vitu vingi tu, kwanza kutengeneza mazingira kwamba mjini hapa ndo mazingira kwetu sisi bado hatujafikia hiyo, lakini kuongea kwa mjini tunayaona mazingira ni vitu vingi ambavyo ametengeneza, hasa majumba ambayo yalikuwa hamna kesi majumba hayo. Lakini sasa hivi ukiangalia kuna majumba mazuri yenye kuvutia, yanang'ara na mji wetu unakuwa ni mzuri tofauti na zamani ilivyokuwa. Kuna masoko yametengenezwa ya kisasa, ni tofauti na ya zamani. Kuna kama mfano kiwanja cha Amani kimetengenezwa kuboreshwa, kimekuwa kizuri, ni tofauti na zamani. Zamani kilikuwa lakini sasa hivi kimezidi kuwa kipo vizuri zaidi. Kina haiba nzuri sana, tena kinavutia kwa Zanzibar. Tarehe 29 tunamudi kura tutampa kwa wingi. Marumbi tutampa kura kwa wingi ili aongoze tena mitano. Kama kuna nafasi nyingine tutampa na nyingine pia. Kama ina serikali imeweka kama nafasi nyingine atapewa tena 5 ziwe 10 au 15 zitakuwa hizo.